Mchezo wa marudiano Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Tuko uwanja wa Benjamin William Mkapa, tunazungumza na mwanadada hapa, shabiki wa Simba, ana burudani, ana furaha. Atueleze ni kwa namna gani hii furaha yake inaenda kuongezeka siku ya leo kuelekea mchezo wa leo. Sister kwema? Poa kabisa. Una furaha mwenyewe? Sana. Bleach kama nani yule aja? Wewe usiseme hivyo ndugu yangu, maana watasema tumewaiga, lakini sisi tumeanzia kwa kina Inonga mpaka wanaondoka na sasa hivi tuko nazo. Unakuja kama soa. Nakuja kama soa na rise hapo, na kama vile kama haitoshi kabisa kama captain Baba Isa. Kuelekea mchezo wa leo, tutarajia matokeo namna gani ukizingatia mchezo uliopita mmeshinda idadi kubwa ya magoli, watu wanawapa nafasi ya asilimia kubwa ya kufuzu. Tutarajia mchezo namna gani siku ya leo? Ninachokiamini na mategemeo mazuri na timu yangu, na naipenda timu yangu na naiamini ushindi ni muhimu. Magoli mimi ya kwangu ninayo, lakini timu inajua itatokaje, lakini mimi natamani leo apige 3 hapa nyumbani bwana. 3. Watu wengine wanaziona nyingi, sio 3 tu. Wanaziona nyingi, lakini mimi nasema 3 kwa sababu kumbuka uwanja jina lake ni Rais wa awamu ya ngapi? Rais wa awamu ngapi? Awamu ngapi? Uwanja unaitwaje kwa Mkapa? Benjamin Mkapa. Rais wa ngapi Tanzania? Awamu ya ngapi? Awamu ya 3. Kwa heshima na tahazima, yeye awamu ya 3. Tumheshimishe Mkapa. Hayati wetu, rais wetu mpenzi sana. Alituona Simba, alituamini, akasema nilikuja kupokewa, historia inasema. Lakini akasema no, Simba imetoka Misri hiyo. Mashabiki wamekuja kuipokea hapa. Sasa hivi watu Julius Nyerere pale. Akasema nitawajengea uwanja. Kwa heshima, tumpe heshima rais wetu mpendwa, baba yetu Mkapa. Tupige 3. Heshima ya rais, mnaenda kumla mtu chuma 3. Hiyo ni kwa rais. 3 za Benjamin uchanganya na 3 za kule kwao. Sasa zikitanga bado wale wanatakiwa tunaweka 6, tunakuja tunamleta Mama Samia. Nakuuliza hilo? Bana. Tunakuuliza hilo? Tunamleta Mama Samia hapo. Awamu ya 6 Mama Samia ameingia hapo. Wewe unasemaje? Unakuja na mifumo. Hawezi elewa. Nakuja na mifumo kwanza, ukijua katika nchi yako unaondokaje na watu wako, lakini yote ni kupenda timu yako na kupenda nchi yako na kuwa mzalendo kwenye nchi yako. Umetoa kodi za kibabu. Safi kabisa. Kuelekea mchezo wa unatarajia mchezaji gani anaenda kushine na kuonyesha kiwango bora kuelekea mchezo wa leo? Wachezaji wangu wote wako vizuri, lakini mimi much respect kwa last man. Keep Dennis Prosper. Kama kawa. Anaenda kuweka tena leo. Namuombea kila la heri. Brother, mnamlinda sister yenu, mko naye bega kwa bega. Kama kawaida. Ulinzi wa kutosha. Kama kawaida. Unauzungumziaje mchezo wa leo? Kuelekea mchezo wa leo tutarajie matokeo namna gani? Kwa mchezo wa leo na uzungumzia kwa sababu Simba itakuwa haina chochote cha kupoteza mpaka kipindi hichi tunavyorudiana nao. Ina maana Simba ina advantage kubwa sana kwa kupata ushindi. Kwa hiyo hakuna kitu cha kupoteza. Kwa hiyo ni magoli mengi tu. Unaziona ngapi? Naziona 5. 5? Yeah. Wewe 5, sister akasema 3. Kaka, uko fresh? Bwana vipi? Kama kawaida, mambo vipi? Fresh. Unaziona ngapi? Bwana, kwanza hawa jamaa kitu ambacho wanaenda kukutana nacho leo, hamtokuja kama muamini. Kwamba? Yaani kwamba kitu ambacho tunaenda kuwafanya hawa jamaa leo, nakwambia, yani hizo hela ambazo tutazopata jamani, tutafute begi. Yani jamani, Simba leo haya ndo mashindano yetu. Yani bwana, leo tutapata hela nyingi sana. Yani nakwambia tutapiga magoli 20, 15. Yani Simba leo tutafanya kitu ambacho kila mtu atashangaa. Sasa umeweka kisinia kabisa, umeamua kuweka kisinia. Yani kama chakula ni kisinia. Nasemaje? Haya si ndo mashindano yetu. Nyuma kwa Mkapa Simba akashindwa. Naona wenzenu jana mpira safi. Mpira gani wamecheza? Tumeona mpira gani wamecheza? Mpira moshi. Mpira mbovu wamecheza. Kwamba ule moshi waliwashao? Mpira moshi. Toka lini ukaona mpira wa Simba una moshi? Kwa hiyo unataka kusema ushindi waliupata kwa kupitia moshi? Kama vile kwa Kilimanjaro juu ya mlima moshi ukirupuka volcano. Mechi yao umeangalia, lakini jana unaona wakienda kufanya vizuri kwenye makundi. Wasitumie janja. Ila wakienda kimataifa, wakisema shirikisho kimataifa, hakuna janja kama tunavyokuwa ndani soka la ndani. Kikubwa wacheze mpira, waache janja. Unasikia brother? Jamaa bwana, unaweza kuangalia jana kwanza wamebebwa. Ile goli dakika 16, mimi mpaka sasa hivi nikiwaza kitu gani ambacho kilichowafanya ile goli likataliwe? Kwa sababu gani? Ukimwangalia ule Lazimeni anakwambia goli, lakini refari anaambiwa bwana twende kati, refari anacheka. Hivi
mimi kila nikifikiria sioni kwamba kama kulikuwa na sehemu ya makubaliano, kwa sababu pale haiwezi kukinzana kwa muda wa sekunde kadhaa. Kawaida kitu kikikinzana hakipotei sekunde, wangewasiliana, lakini mawasiliano yalikuwa zero. Kwa hiyo walibeba. Taki kuzungumzia mchezo wa jana, acha tutengeneze. Wao ni wao, tunachelewa leo. Sisi tunaamini tunatoka na ubingwa wetu, na tukitoka tunarudi hapa tuanze kuongea upya. Kila la heri kuelekea mchezo. Asante. Kapu la magoli. Leo tutarajie ngapi? Unajua, kwanza kabisa mimi naitwa Sylvester, mwanachama wa Simba Sports Club. Unapotuona popote ilipo Simba, nasi tupo. Kama unafuatia vizuri, sisi ndo kapu la magoli OG. Hii ndo kapu la magoli la Simba, na ndo kapu hili linayokiaga magoli yote yale mengi. Ndo zinaikwaga zile hela za mama. Kumbe unalifahamu. Popote ilipo Simba, nasi tupo, na hela zile za mama huwa ndo linawekwa kwenye hili kapu kaka. Leo utegemee mazuri zaidi. Yale mazuri yaliyotokea kule kwa Mfalme Mswati yatakuwa mara 10 yake. Kama hili kapu leo mtu lifikisha kwa namna mlivyojipanga, mnajinadi wenyewe mnaenda kushinda nyingi. Unajua sisi Simba Sports Club huwa ndo desturi yetu. Sisi kwenye mashindano haya kwanza ni wakongwe. Sisi mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, sisi wanapasa kutuiga vilabu hivi vidogo. Unaona, sisi ni wakubwa kwenye mashindano haya. Tunakuja kufanya jambo kubwa sana kwa siku ya leo. Unaona, magoli tunashinda kule goli 3 kwa Mfalme Mswati, leo zinakuja goli 10. Tunaenda mapumziko, kipindi cha kwanza tutakuwa tuna goli 3. Kipindi cha kwanza tutakuwa tuna goli 3. Kirudi sasa. Tukirudi tunakuja kupiga nyingine. Haraka. Tunakuja kupiga goli 7 za kwa 10. Tutakuwa 10 kama kufahamisha. Watakataza sasa kucheza na nyesi siku nyingine. Sisi tunasema hivi, mama popote ulipo, kama unatusikia, tunakuomba hela yako tutakumalizia, mama, tutakufilisi. Kwamba andae pesa za kutosha. Sisi tutamfilisi mama. Tutamfilisi mama. Unajua bado kuna majukumu mengi kipindi hiki, kama unavyojua ni kipindi cha nini, unajua. Tunaogopa tusimfilisi mama. Tukiamua kumuonea huruma mama, tutafunga goli 3. Lakini tukisema tunamfilisi mama, tutapiga goli 10 au goli 20. Natakia kila la heri kwa mchezo leo. Nashukuru sana.